Usifanye makosa Tom. Tina ni mwanamke mrembo sana. Usije ukazama kwenye mapenzi yake ukasahau kazi niliyokutuma. Najua miiko ya kazi yangu. Usijali bosi. Nitamfanya ajihisi kuzimu ingali yuko hapa duniani. Hii ni mbaya. Ni mbaya kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye anasababisha haya yote au anayeratibu huu mpango ni rafiki yake, mtu ambaye anamjua kwa kina kabisa na kibaya zaidi analipiza kisasi. Hii ndiyo maana nasema ni mbaya kwa upande wa Tina, na hii pia itakwenda kuathiri mambo mengi sana, hasa kwa upande wa Kelvin, lakini pia familia yao kwa ujumla, hasa kabisa pia hata kwa mfanyakazi. Lakini tumeweza kuona ni kwamba Kelvin alivaa shati hii kimaanisha kwamba kuna sehemu anaelekea, kitu ambacho kiuhalisia na kiukweli ni kwamba huenda na mipango mingine kabisa na anaona hawezi akaendelea kuishi pale. Ingali Tina aliweza kumuomba msamaha na kusema kwamba aweze kumsamehe, lakini maelezo yake hayakutosha kabisa, kwa sababu huenda kulikuwa kuna majibu ya maswali mengi sana, kwa sababu hii sio mara yake ya kwanza. Mara ya kwanza aliulizwa alishinda wapi, alilala wapi, hakutoa kauli. Kwa hivyo hiki kitu kinapokuja kutokea moja kwa moja inaashiria kwamba huenda haya ni mambo yake ambayo amekuwa akiyafanya, lakini hii tu imetokea tu mara moja, na yeye huenda alimdanganya yule mwanaume kwamba hakuwa na mtu, ila imetokea hivyo. Lakini kikubwa au mbaya zaidi ni kwamba hii issue inafanyika wakati ambao huyo ambaye ni rafiki yake kabisa wa karibu ndiye anayeratibu hayo mambo. Kwa hivyo kwa sasa noti vitu vifuatavyo, kwamba huyo sio mteja, huyo ni mtu tu aliyetumwa kwa ajili ya kusambaratisha penzi la huyo ambaye ni Tina. Kitu ambacho fahamu kabisa huyu rafiki yake, kitu ambacho hajui kabisa ni kwamba Tina ndoa yake haina furaha hadi hapo, lakini anapozidi kuiharibu hatujui. Lakini nini mpango wa rafiki yake huyu wa kuweza kufanya haya yote? Je, anahitaji kipi? Lengo kubwa ni aweze kumpotezea furaha yake. Basi moja kwa moja baada ya maneno hao mafupi ni kualike na nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Kwa kweli unaikubali tamthilia hii, ni kuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii ni miongoni mwa tamthilia ambayo ukifikiria kisa chake kidogo inaanza kuleta picha nzuri na kupendeza zaidi. Script yake imenyoka vizuri. Kama umeelewa script hiyo niambie kwenye comment, lakini pia usisahau kuonyesha upendo wako hasa kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi ungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Basi baada ya kuwa umeshakusha kunisikiliza ni kualike, na hii ni moja kati ya tamthilia ambayo ni nzuri kabisa, na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambapo tutakuwa pamoja. Kama upo pamoja na sisi kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Alafu lengo letu itakuwa kukufahamisha juu ya yale matukio ambayo yanakwenda kutokea, kipi ambacho kinajiri, ndilo lengo letu. Kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network. Sasa tumeweza kuona ni kwamba katika hii movie kuna vitu vichache ambavyo ni vya kunoti. Hasa kuna upande wa Nelly ambaye yeye kampata mpenzi ambaye anampenda na ana pesa za kutosha, lakini kuna upande wa huyu ambaye ni Kevin. Kiukweli ni kwamba Kevin anapendwa na Tina. Tina anampenda Kelvin, lakini shida iliyopo ni mama yake, lakini pia mazingira tu ambayo Kelvin inabidi aweze kushtuka, walau hata aonyeshe jitihada za kupambana kuliko kukaa ndani, kitu ambacho huenda hata wewe ungeweza kumshauri walau akatafute kazi yoyote ile, kikubwa tu kuweza kuhakikisha anao nafasi hata walau ya kuchangia hata vocha. Lakini je, ni kweli Kelvin anafanya harakati zote, hana hela yote? Ukweli tutaujua mbeleni, na ni kwamba yote atakwenda kufahamika. Kikubwa ni kwamba tu mshikaji wake Nelly atakwenda kumpigania aweze kupata kazi, kitu ambacho kitarejesha heshima. Lakini vipi kuhusiana na mahusiano, yataendelea au hayataendelea? Hapo ndipo kazi ilipo, na hii vita inaongozwa na rafiki yake na Tina, ambaye anasema yeye lengo lake ni analipiza kisasi. Lakini tumeweza kuona kuna pande mbili hapo. Ama hakika kuna ule mwanamke ambaye ni Zuu, ambaye yeye anashuhudia yote haya na ameonyesha wazi kwamba kuna namna ambavyo ameonekana kama vile anamjali Kelvin, anamjali kiaina fulani, na hisi hapo ni kwambie tu kuna jambo litakuja kutokea. Je, kwa upande wako unaona vipi huyo mdada kwa mbeleni? Lakini yote yanaujili ni kwamba kwa sababu tu ya huyo ambaye ni Tina
hajajitambua, kuna vitu ambavyo anakosea, na alivolewa aliongea vitu vya kukwaza kweli kweli. Vinaumiza sana vile vitu, hasa ukiwa unaambiwa kwa mama mkwe unakuwa hauna la kufanya. Lakini hata kwa upande wa huyo ambaye ni mama yake na Tina, hafurahii kile kinachoendelea, ndio maana alikuwa anamkataza. Ukiangalia jinsi gani ambavyo alikuwa akimuuliza au akiongea na mtoto wake, ni pale ambapo alikuwa akimuuliza kwamba wewe ulilala wapi, mbona kuniambia? Lakini pia kujaribu kutazama mwishoni kabisa alivyokuwa akielezea kwamba amefanya vitu viwili kwa wakati mmoja ni ngumu sana. Hilo ni jambo ambalo lipo. Swala lingine ni kwa upande wa Nelly. Nelly mpenzi wake ana pesa nyingi, lakini shida ni kwamba ndio hivyo. Kitu ambacho Nelly alihitajika kuweza kukifanya ni kutumia busara tu za kuweza kujiongoza, walau ahakikisha anatengeneza mazingira ambapo yeye na mpenzi wake watashirikiana kuweza kuhakikisha wanapata pesa. Kiukweli hii movie ni miongoni mwa movie ambao kitafakari ina funzo kubwa sana, hasa kwa upande wa maisha ambao tunaoishi, lakini pia ukizingatia ni kwamba kuna mengi sana ya kujifunza. Ukiachana na hayo yote, ama hakika kuna vingi sana ambavyo vipo, ambavyo vitu hivyo ukivitafakari, basi unaweza kuona ni namna gani ambavyo kumekuwa au kunavyoendelea, hasa kwa upande wa movie hizi. Ukizingatia ni kwamba kwenye maisha hasa kwa upande wa wanawake, mwanamke anapokuwa na pesa nyingi sana, kuna vitu ambavyo vinakuwa ni shida kidogo, hasa kwa upande wa kuweza kumwambia, kumuuliza maswali, basi yeye anakuwa anaona kama vile ni ngumu sana. Lakini wote hawa wako tofauti. Labda kwa experience ya wadada, najua wananisikiliza, mtuambie kuna watu wapo kwenye ndoa, je, ni sawa? Na je, iweje? Hapo kwa ushauri wako ni kwamba Kevin ilibidi aweze kufanya kitu gani ili kusudi aweze kuishi vizuri kwenye hiyo ndoa? Akae kimya, aendelee kuonyeshwa dharau hizo za mke wake anaenda sehemu halafu hamwambii kitu wala na nini, hampe maelezo ya kutosha? Je, aendelee kuishi hivyo hivyo aweze kuambiwa vitu kama hivyo, au achukue maamuzi ya kuweza kuona namna gani, kitu gani atakachoweza kukifanya? Je, ushauri wa gani kwa upande wako unauona unaweza kawa upo vizuri kwa upande wako? Na mbaweza kudondosha maoni yako hapo chini, lakini nikukumbushe tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kama nilivyokujuza hapo awali, tumeweza kuona namna gani jinsi ilivyokuwa, lakini safari hii na tamani episode mpya iweze kuletwa, na italetwa punde si punde, mapema kabisa. Kama unatamani iweze kurushwa mapema, basi tuambie kwenye comment, lakini pia kisha unabonyeza neno subscribe, kisha tuambie kwenye comment kama unatamani episode hizi ziwe zinarushwa kila siku. Maoni yako ni muhimu, shauri ni muhimu sana. Kama unatamani inarushwa kila siku, basi tuambie kwenye comment, alafu kisha tutasikiliza maoni yako. Basi niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network. Tukutane muda na saa mwingine. Asante kwa na mimi. Asante. Tupate mapumziko mafupi, alafu pia tutarejea huku tukisikiliza kama maoni yako. Je, unatamani iweze kupostiwa sasa hivi au tusubirie baada ya muda fulani? Tuambie maoni yako, lakini pia kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So, please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section.
we do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Hii ni mbaya kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye anasababisha haya yote au anayeratibu huu mpango ni rafiki yake, mtu ambaye anamjua kwa kina kabisa, na kibaya zaidi analipiza kisasi. Hii ndiyo maana nasema ni mbaya kwa upande wa Tina, na hii pia itakwenda kuathiri mambo mengi sana, hasa kwa upande wa Kelvin, lakini pia familia yao kwa ujumla, hasa kabisa pia hata kwa mfanyakazi. Lakini tumeweza kuona ni kwamba Kelvin alivaa shati hii kimaanisha kwamba kuna sehemu anaelekea, kitu ambacho kiuhalisia na kiukweli ni kwamba huenda na mipango mingine kabisa, na anaona hawezi akaendelea kuishi pale. Ingali Tina aliweza kumuomba msamaha na kusema kwamba aweze kumsamehe, lakini maelezo yake hayakutosha kabisa, kwa sababu huenda kulikuwa kuna majibu ya maswali mengi sana, kwa sababu hii sio mara yake ya kwanza. Mara ya kwanza aliulizwa alishinda wapi, alilala wapi, hakutoa kauli. Kwa hivyo hiki kitu kinapokuja kutokea, moja kwa moja inaashiria kwamba huenda haya ni mambo yake ambayo amekuwa akiyafanya, lakini hii tu imetokea tu mara moja, na yeye huenda alimdanganya yule mwanaume kwamba hakuwa na mtu, ila imetokea hivyo. Lakini kikubwa au mbaya zaidi ni kwamba hii issue inafanyika wakati ambao huyo ambaye ni rafiki yake kabisa wa karibu ndiye anayeratibu hayo mambo. Kwa hivyo kwa sasa noti vitu vifuatavyo, kwamba huyo sio mteja, huyo ni mtu tu aliyetumwa kwa ajili ya kusambaratisha penzi la huyo ambaye ni Tina. Kitu ambacho fahamu kabisa huyu rafiki yake, kitu ambacho hajui kabisa ni kwamba Tina ndoa yake haina furaha hadi hapo, lakini anapozidi kuiharibu hatujui. Lakini nini mpango wa rafiki yake huyu wa kuweza kufanya haya yote? Je, anahitaji kipi? Lengo kubwa ni aweze kumpotezea furaha yake. Basi moja kwa moja baada ya maneno hao mafupi, ni kualike na nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Kwa kweli unaikubali tamthilia hii, ni kuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii ni miongoni mwa tamthilia ambayo ukifikiria kisa chake kidogo inaanza kuleta picha nzuri na kupendeza zaidi. Script yake imenyoka vizuri. Kama umeelewa script hiyo, niambie kwenye comment, lakini pia usisahau kuonyesha upendo wako hasa kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi ungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Basi baada ya kuwa umechakwisha kunisikiliza, ni kualike, na hii ni moja kati ya tamthilia ambayo ni nzuri kabisa, na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambapo tutakuwa pamoja. Kama upo pamoja na sisi, kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Alafu lengo letu itakuwa kukufahamisha juu ya yale matukio ambayo yanakwenda kutokea, kipi ambacho kinajiri, ndilo lengo letu. Kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network. Sasa tumeweza kuona ni kwamba katika hii movie kuna vitu vichache ambavyo ni vya kunoti. Hasa kuna upande wa Nelly ambaye yeye kampata mpenzi ambaye anampenda na ana pesa za kutosha. Lakini kuna upande wa huyu ambaye ni Kevin. Kiukweli ni kwamba Kevin anapendwa na Tina. Tina anampenda Kelvin, lakini shida iliyopo ni mama yake, lakini pia mazingira tu ambayo Kelvin inabidi aweze kushtuka, walau hata aonyeshe jitihada za kupambana kuliko kukaa ndani, kitu ambacho huenda hata wewe ungeweza kumshauri walau akatafute kazi yoyote ile, kikubwa tu kuweza kuhakikisha anao nafasi hata walau ya kuchangia hata vocha. Lakini je, ni kweli Kelvin anafanya harakati zote, hana hela yote? Ukweli tutaujua mbeleni, na ni kwamba yote atakwenda kufahamika. Kikubwa ni kwamba tu mshikaji wake Nelly atakwenda kumpigania aweze kupata kazi, kitu ambacho kitarejesha heshima. Lakini vipi kuhusiana na mahusiano, yataendelea au hayataendelea? Hapo ndipo kazi ilipo, na hii vita inaongozwa na rafiki yake na Tina, ambaye anasema yeye lengo lake ni analipiza kisasi. Lakini tumeweza kuona kuna pande mbili hapo. Ama hakika kuna ule mwanamke ambaye ni Zuu, ambaye yeye anashuhudia yote haya na ameonyesha wazi kwamba kuna namna ambavyo ameonekana kama vile anamjali Kelvin, anamjali kiaina fulani. Na hizi hapo ni kwambie tu kuna jambo litakuja kutokea. Je, kwa upande wako unaona vipi huyo mdada kwa mbeleni? Lakini hayo yote yanaujili ni kwamba kwa sababu tu ya huyo ambaye ni Tina hajajitambua, kuna vitu ambavyo anakosea, na alivolewa aliongea vitu vya kukwaza kweli kweli, vinaumiza sana vile vitu, hasa ukiwa unaambiwa kwa mama mkwe unakuwa hauna la kufanya. Lakini hata kwa upande wa huyo ambaye ni mama yake na Tina hafurahii kile kinachoendelea, ndio maana alikuwa anamkataza
ukiangalia jinsi gani ambavyo alikuwa akimuuliza au akiongea na mtoto wake, ni pale ambapo alikuwa akimuuliza kwamba wewe ulilala wapi, mbona kuniambia. Lakini pia kujaribu kutazama mwishoni kabisa alivyokuwa akielezea kwamba amefanya vitu viwili kwa wakati mmoja ni ngumu sana. Hilo ni jambo ambalo lipo. Swala lingine ni kwa upande wa Neli. Neli mpenzi wake ana pesa nyingi, lakini shida ni kwamba ndio hivyo. Kitu ambacho Neli alihitajika kuweza kukifanya ni kutumia busara tu za kuweza kujiongoza, walau ahakikisha anatengeneza mazingira ambapo yeye na mpenzi wake watashirikiana kuweza kuhakikisha wanapata pesa. Kiukweli hii movie ni miongoni mwa movie ambao ukitafakari ina funzo kubwa sana, hasa kwa upande wa maisha ambao tunaoishi, lakini pia ukizingatia ni kwamba kuna mengi sana ya kujifunza. Ukiachana na hayo yote, ama hakika kuna vingi sana ambavyo vipo, ambavyo vitu hivyo ukivitafakari basi unaweza kuona ni namna gani ambavyo kumekuwa au kunavyoendelea, hasa kwa upande wa movie hizi. Ukizingatia ni kwamba kwenye maisha hasa kwa upande wa wanawake, mwanamke anapokuwa na pesa nyingi sana, kuna vitu ambavyo vinakuwa ni shida kidogo, hasa kwa upande wa kuweza kumwambia, kumuuliza maswali, basi yeye anakuwa anaona kama vile ni ngumu sana. Lakini wote hawa wako tofauti. Labda kwa experience ya wadada, najua wananisikiliza, mtuambie kuna watu wapo kwenye ndoa, je, ni sawa? Na je, iweje? Hapo kwa ushauri wako ni kwamba Kevin ilibidi aweze kufanya kitu gani ili kusudi aweze kuishi vizuri kwenye hiyo ndoa? Akae kimya, aendelee kuonyeshwa dharau hizo za mke wake anaenda sehemu halafu hamwambii kitu wala na nini, hampe maelezo ya kutosha? Je, aendelee kuishi hivyo aweze kuambiwa vitu kama hivyo, au achukue maamuzi ya kuweza kuona namna gani, kitu gani atakachoweza kukifanya? Je, ushauri gani kwa upande wako unauona unawezokawa upo vizuri kwa upande wako? Na mbaweze kudondosha maoni yako hapo chini, lakini nikukumbushe tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kama nilivyokujuza hapo awali, tumeweza kuona namna gani jinsi ilivyokuwa, lakini safari hii natamani episode mpya iweze kuletwa, na italetwa punde si punde, mapema kabisa. Kama unatamani iweze kurushwa mapema, basi tuambie kwenye comment hii. Lakini pia kisha unabonyeza neno subscribe, kisha tuambie kwenye comment kama unatamani episode hizi ziwe zinarushwa kila siku. Maoni yako ni muhimu, shauri ni muhimu sana. Kama unatamani iwe inarushwa kila siku, basi tuambie kwenye comment, alafu kisha tutasikiliza maoni yako. Basi niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network. Tukutane na mdana saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Asante. Tupate mapumziko mafupi, alafu pia tutarejea huku tukisikiliza kama maoni yako. Je, unatamani iweze kupostiwa sasa hivi au tusubirie baada ya muda fulani? Tuambie maoni yako, lakini pia kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii ni mbaya. Ni mbaya kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye anasababisha haya yote au anayeratibu huu mpango ni rafiki yake, mtu ambaye anamjua kwa kina kabisa, na kibaya zaidi analipiza kisasi. Hii ndiyo maana nasema ni mbaya kwa upande wa Tina, na hii pia itakwenda kuathiri mambo mengi sana, hasa kwa upande wa Kelvin, lakini pia familia yao kwa ujumla, hasa kabisa pia hata kwa mfanyakazi. Lakini tumeweza kuona ni kwamba Kelvin alivaa shati hii, ikimaanisha kwamba kuna sehemu anaelekea, kitu ambacho kiuhalisia na kiukweli ni kwamba huenda na mipango mingine kabisa, na anaona hawezi akaendelea kuishi pale. Ingali Tina aliweza kumuomba msamaha na kusema kwamba aweze kumsamehe, lakini maelezo yake hayakutosha kabisa, kwa sababu huenda kulikuwa kuna majibu ya maswali mengi sana, kwa sababu hii sio mara yake ya kwanza. Mara ya kwanza aliulizwa alishinda wapi, alilala wapi, hakutoa kauli. Kwa hivyo hiki kitu kinapokuja kutokea, moja kwa moja inaashiria kwamba huenda haya ni mambo yake ambayo amekuwa akiyafanya, lakini hii tu imetokea tu mara moja, na yeye huenda alimdanganya yule mwanaume kwamba hakuwa na mtu, ila imetokea hivyo. Lakini kikubwa au mbaya zaidi ni kwamba hii issue inafanyika wakati ambao huyo ambaye ni rafiki yake kabisa wa karibu ndiye anayeratibu hayo mambo. Kwa hivyo kwa sasa noti vitu vifuatavyo, kwamba huyo sio mteja, huyo ni mtu tu aliyetumwa kwa ajili ya kusambaratisha penzi la huyo ambaye ni Tina. Kitu ambacho fahamu kabisa huyu rafiki yake, kitu ambacho hajui kabisa ni kwamba Tina ndoa yake haina furaha hadi hapo, lakini anapozidi kuiharibu hatujui. Lakini nini mpango wa rafiki yake huyu wa kuweza kufanya haya yote?
Je, anahitaji kipi? Lengo kubwa ni aweze kumpotezea furaha yake. Basi moja kwa moja baada ya maneno hao mafupi ni kualike na nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Kwa kweli unaikubali tamthilia hii, ni kuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii ni miongoni mwa tamthilia ambayo ukifikiria kisa chake kidogo inaanza kuleta picha nzuri na kupendeza zaidi. Script yake imenyoka vizuri. Kama umeelewa script hiyo niambie kwenye comment, lakini pia usisahau kuonyesha upendo wako hasa kwa kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara